Tunaendelea na sunna wa qira'atu surati ba'da al-Fatiha. Ni sunna ya pambo la sala qira'atu surati ba'da al-Fatiha, kusoma sura baada ya al-Fatiha. Baada ya alhamdu ni sunna kusoma ma tayassara min al-Qur'an. Kwenye maelezo huko chini namba 1 amesema hii sura baada ya al-Fatiha fi rak'atayn al-awwalayn, inasomwa kwenye rakaa mbili za mwanzo, kwenye swala yenye rakaa zaidi ya mbili. Hizi rakaa mbili tu ndo zinajihirishwa sauti. Dalla ala dhalika ahadithun, linaloonyesha dalili kwamba rakaa za mwanzo tu ndo inasoma sura. Ziko hadithi nyingi tu, minha, miongoni mwa hadithi hizo, ma rawahu al-Bukhari wa Muslim an Abi Qatada radhiyallahu anhu, ni hadithi ambazo amezisimulia Bukhari kwenye kitabu chake na Muslim kwenye kitabu chake. Asili ya hadithi hizo ametoa sahaba Qatada radhiyallahu anhu. Amesema Qatada, anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, hakika ya mtume sallallahu alayhi wasallam, kana yaqra'u bi ummi al-kitabi wa suratin minha, alikuwa anasoma alhamdu, ndo inaitwa ummul kitab, akisha anasoma na sura nyingine. Fi rak'atayn al-awwalayn, kwenye rakaa mbili za mwanzo. Min salati adh-dhuhri wa salati al-asr, kwenye sala ya dhuhuri na sala ya al-asr. Wa fi riwayatin, na imekuja katika riwaya nyingine, wa yaf'alu dhalika fi salati subhi, alikuwa anafanya hivyo mtume kwenye sala ya asubuhi pia. Baada ya suratul Fatiha anasoma na sura nyingine. Ma sabaqa min ahadith al-jahri bil-Qur'an, pamoja na hadithi zilizotangulia huko nyuma tulizozipita zinazozungumzia kujihirisha, yani kusoma kwa sauti Qur'ani baada ya suratul Fatiha. Hadithi hii ambayo tumeambiwa ameitoa Qatada kwa Bukhari iko kwenye sifatu salah, kitabu sifatu salah, mlango idha sami'a al-imamu al-aya, idha asma'a al-imamu al-aya, imamu anaposoma kwa sauti aya ikasikikwa na watu wengine. Wababu, na pia hadithi hii iko kwenye mlango unaoitwa yatulu fi rak'ati al-ula, hurefusha sura, hurefusha kisomo katika rakaa ya mwanzo. Kwa Bukhari iko hadithi nambari 745 na 746. Kwa Muslim hadithi hiyo ya Qatada iko kwenye kitabu salah, mlango al-qira'atu fi adh-dhuhri wal 'asri, kisomo kinachosomwa kwenye sala ya adhuhuri na al-asri. Bila shaka ni kisomo baada suratul Fatiha. Kwa Muslim ni hadithi ya 451. Wala yaqra'u al-ma'mum ghayra al-Fatiha fi salati al-jahri, fi salati al-jahriyya, maamuma hasomi sura baada ya al-Fatiha kwenye sala za kujihirisha, yani sala zinazosomwa kwa sauti. Maamuma atasoma suratul Fatiha kwa wakati wake, lakini baada ya kusoma Fatiha hasomi sura nyingine. Sura anasoma imamu, maamuma wanasikiliza ujumbe uliomo kwenye sura hiyo. Na kwa nini inasemwa hivyo maamuma hasomi? Kuna uthibitisho wa hadithi lima rawahu Abu Daud, hadithi aliyoirawi Imamu Abu Daud wa ghairuhu, na muhadithina wengine, an Mahmud ibn Rabi', hadithi hii imesimuliwa na Mahmud ibn Rabi', an Ubadah ibn Samit, inatokana na sahaba anaitwa Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu. Qala, Ubadah ibn Samit kasema, kunna khalfa rasulillahi sallallahu alayhi wasallama fi salati al-fajr, sisi tulikuwa maamuma nyuma ya mtume sallallahu alayhi wasallam kwenye sala ya alfajiri. Faqara rasulullah sallallahu alayhi wasallama, mtume akasoma sallallahu alayhi wasallama. Fathaqulat alayhi alqiraa, kisomo kikamchachia.
thaqulat alayhi ni kwamba kuna sehemu unasoma hata kama umehifadhi, lakini ukaja ukapitikiwa ukawa huna uhakika, hapa ni hivi ni hivi. Kwa hiyo kasoma Mtume baada salati subhi au salatu alfajiri, fathaqulat alayhi, kisomo kikamchachia. Falamma faragha qala, alipomaliza sala yake baada ya kushakutoa salamu akasema Mtume, la'allakum taqra'una khalfa imamikum, inaonyesha na nyinyi maamuma mnasoma visomo nyuma ya imamu wenu. Yani imamu anasoma na nyinyi mnasoma mpaka imamu mnamchanganya. Qulna na'am, tukamwambia ndiyo, wewe ukisoma na si kila mtu anasoma sura yake. Mtume kawaambia, la'allakum taqra'una khalfa imamikum, inaonyesha nyinyi mnasoma nyuma ya imamu wenu. Qulna na'am, tukamwambia naam, tunasoma. Hadha ya Rasulullah, tunasoma kama ambavyo tunakuona na wewe unasoma ya Rasulullah. Qala la tafalu, msifanye hivyo. Ukasema Mtume, nyinyi maamuma msisome imamu akiwa anasoma sura illa bifatihatil kitabi, nyinyi mnatakiwa msome alhamdu tu. Imamu ndiyo kasoma alhamdu na nyinyi maamuma msome alhamdu, lakini baada ya alhamdu msisome chengine nyuma ya imamu. Fa innahu la salata liman la yaqra'u biha, kwa sababu al-Fatiha lazima muisome, kwa sababu mtu asiyesoma suratul Fatiha hana sala. Mtume mwenyewe huyo kawaambia, mnanichanganya, ina maana mimi nikisoma na nyinyi mnasoma? Wakasema ndiyo, tunasoma kama unavyosoma. Akawaambia msifanye hivyo zaidi ya suratul Fatiha, kwa sababu suratul Fatiha lazima muisome. Fa innahu, kwa sababu la salata liman lam yaqra biha, asiyesoma suratul Fatiha mahala pake hana sala. Wa fi riwayati, na imekuja katika mapokezi mengine au katika riwaya nyingine, fala taqra'u bi shay'in min alqur'ani, nyinyi maamuma msisome chochote katika Qur'ani. Idha jahartu, napojihirisha mimi kisomo, illa bi ummi alqur'ani, nyinyi mnatakiwa msome alhamdu tu basi, msijihirishe chochote isipokuwa alhamdu. Hadithi hii kwa Abu Daudi iko kwenye kitabu Salah, babu mlango man taraka alqira'ata fi salatihi, mtu mwenye kuacha kusoma katika sala yake bifatihati alkitabi alhamdu. Kuna mlango Abu Daudi kaweka mtu anayeacha kusoma alhamdu kwenye sala yake, yule anasema ya imamu inatosha. Hadithi hiyo kwa Abu Daudi ni nambari 823 na 824, au iko kwenye kitabu hicho cha Abu Daudi, Sunan wa Abu Daudi, kwenye ukurasa wa 823 na 824. Na kwa Tirmidhi hadithi hii iko kwenye kitabu Salah, babu mlango majaa fil qira'ati khalfa al-imam. Mlango unaitwa majaa, maelezo yaliyokuja fil qira'ati khalfa al-imam, kuhusiana na kusoma sura nyuma ya imamu. Kwa Tirmidhi iko ukurasa wa 311. Waqala, na Tirmidhi kasema hadithun hasanun, hii ni hadithi hasan, daraja yake ni hasan. Hadithi hii pia ameisimlia kwenye kitabu chake Imamu Nasai. Kwa Nasai iko kwenye kitabu Liftitahi, kitabu Liftitahi, kitabu cha ufunguzi, babu mlango qira'atu ummi alqur'ani khalfa al-imam, kusoma alhamdu nyuma ya imamu. Fima jahara bihi al-imam, kwenye sala ambayo imamu kaijihirisha, yani imamu kashaisoma Fatiha kwa sauti na maamuma aisome pia. Kwa Nasai iko ukurasa nambari 920. Tunaendelea na sunna nyingine katika sunna za hayati sala. Katika sunna ambazo ni pambo la sala
watakbiratu inda ar-raf'i wal khafdi, zile takbiratu ambazo huitwa takbiratu intiqalat. Watakbiratu ni sunna kuleta zile takbiri inda ar-raf'i wal khafdi, wakati wa kunyanyuka na kuinama, kuja juu na kwenda chini, takbira zinazoonyesha unahama kwenye kitendo kimoja unaenda kwenye kitendo kingine. Takbira zile ni sunna katika swala. Ametuwekea namba moja hapa maelezo yake. Rawa al-Bukhari wa Muslim, wamesimulia hadithi Bukhari na Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadithi inayotokana na sahaba Abi Hurairah radhiyallahu anhu, annahu, Abi Hurairah yeye, kana yusalli bihim, alikuwa ni imamu anawasalisha watu. Kana yusalli bihim, Abu Hurairah alikuwa anawasalisha watu. Fayukabbiru kullama khafadha, alikuwa kila akiinama analeta takbir, wa rafa, na akinyanyuka analeta takbir. Bimaana akiondoka kwenye kitendo kimoja kwenda kitendo kingine anaondoka kwa takbir. Fa idha nsarafa, akimaliza, qala, alikuwa anasema, inni la ashbahukum salatan bi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, mimi imamu wenu hivi mnavyoniona na swali hivi, nafanana zaidi kuliko nyinyi na swala aliyokuwa anaifanya mtume. Hivi ninavyofanya mbele yenu ndivyo alivyokuwa anafanya mtume. Inni la ashbahukum salatan, mimi ninafananisha zaidi kuliko nyinyi sala, bi rasulillahi, kufananisha na sala aliyokuwa akiswali mtume sallallahu alayhi wasallam. Al-Bukhari, hadithi hii kwa Bukhari iko kwenye kitabu sifatu salah, kwenye mlango innama takbiru fi rukui, hakika takbiri iko kwenye rukuu. Yani ukitoka kwenye qiyam unakwenda kwenye rukuu, unaondoka hapo kwenda huku kwa takbiri. Ni hadithi nambari 752. Na kwa Muslim hadithi hii iko kwenye kitabu salah, kwenye mlango ithbatu takbiri fi kulli khafdin wa raf'in, uthibitisho wa mtu kuleta takbiri kila anapoinama na anaponyanyuka, fi salati, kwenye sala. Ni nambari 392. Hapa chini kaweka kwenye mabano maelezo yaliyomo kwenye hiyo hadithi ya Abu Hurairah iliyozungumzwa hapo juu. Kuna maneno kana yusalli bihim, yusalli bihim. Sasa hiyo bihim anaifahamu, yani bi ashabihi, alikuwa akawasalisha watu wake, watu aliokuwa nao anaishi nao zama zake. Hii bila shaka ilikuwa ni baada ya kufa mtume. Kwenye eneo lilokuwa anaishi Abu Hurairah, yeye ndo alikuwa imamu wao. Kwa hiyo hata sisi tukitaka kumchagua imamu tunaambia salli bina imaman, ustazi tuswalishe. Kwa hiyo Abu Hurairah kana yusalli bihim, alikuwa anawasalisha. Na kuna maneno khafdun wa raf'un, khafdun wa raf'un anayatolea ufafanuzi, yani nazala lirruku'i au sujudi au qiyamu minhuma. Alipokuwa khafdun ni kushuka kutoka juu ukenda kwenye rukuu au kwenda kwenye sujudi, kule kuporomoka kwenda chindo kunaitwa khafdun. Na raf'un qama minha, kasimama kutoka kwenye rukuu kaja kwenye itidali, au kutoka kwenye sujudi akaja kwenye kitako. Humu mote mnaletwa takbiri. Na neno insarafa, yani intaha min salatihi, alipomaliza sala yake. Insarafa yani intaha min salatihi, alipomaliza sala yake. Jambo jingine lililo sunna katika sala, wa qawlu sami'a Allahu liman hamidahu rabbana lakal hamdu, kusema sami'a Allahu liman hamidahu rabbana lakal hamdu, na kusema hivyo ni sunna. Namba 2 chini hapo kaweka maelezo, undhur hashiyata thalitha sahifata 62.
Angalia kwenye maelezo ya 3, nambari 3 kwenye ukurasa wa 62. Ukurasa wa 62 nyuma huko tulikopita. Utaona ufafanuzi wa hii kusema sami Allahu liman hamidahu. Jengine katika sunna wa tasbihu, na kuleta tasbihi fi rukui wa sujud, kwenye rukuu na sujuda. Tunasema kwenye rukuu subhana rabbiyal azim, na tunasema kwenye sujud subhana rabbiyal a'la. Hizo ndo tasbihi za kwenye rukuu na sujud. Kaweka maelezo hapo chini, asema an Hudhaifa radhiyallahu anhu, imesimuliwa na sahaba Hudhaifa ibn al-Yamani radhiyallahu anhu, qala, kasema, sallaitu ma'a an-nabiy sallallahu alayhi wasallam dhata layla, nilisali na mtume sallallahu alayhi wasallam usiku mmoja. Wa fihi, na katika maneno hayo ya Hudhaifa aliyoyazungumza, kasema mengi yani, lakini katika maneno mengi aliyosema kuna maneno kasema thumma raka'a, alafu mtume akarukuu, faja'ala yaqulu, akawa anasema kwenye rukuu subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Fakana rukuuhu nahwan min qiyamihi, na rukuu yake mtume ilikuwa inafanana na qiyam chake, yani muda anaokaa pale kwenye rukuu unafanana na muda aliyoutumia kwenye qiyam. Kwa hiyo alipokuwa kasimama anasoma sura, pengine baada ya alhamdu kasoma wal mursalati urfa, basi ule muda anaoutumia kwenye qiyam kwa kusoma suratul Fatiha na sura, na akija kwenye rukuu anakaa muda kama ule. Sio kama sisi kudonoa tu Allahu akbar sami Allahu liman, anakaa kidogo kwenye rukuu yake kwa muda unafanana na aliyoutumia kwenye qiyam. Thumma sajada, halafu mtume akasujudi. Faqala, akasema kwenye sijida yake subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Fakana sujuduhu, na inakuwa sijida yake qariban min qiyamihi, inakurubia na muda aliosimama. Kwa hiyo muda anaotumia kwa qiyam, akaja kwenye rukuu yake inakaribiana na muda ule wa qiyam, na akija kwenye sujud sijida yake inakaribiana na muda aliokuwa kwenye qiyam. Hadithi hii kwa Muslim iko kwenye kitabu salati musafirin wa qasriha, sala ya wasafiri na ruhusa yao ya kupunguza sala. Ni mlango kwenye kitabu chake kaweka huko. Ni kitabu cha, katika kitabu chake kikubwa kuna vitabu vidogo vidogo. Mlango kwenye kitabu hicho unaitwa istihbabu tatwil alqira'ati fi salati al-layl, kupendezeshwa kurefusha kisomo kwenye sala za usiku, nambari 772 kwa Muslim. Kwa Abu Daud iko kwenye kitabu sala, babu raf'il yadaini ala rukbatayn, mlango unaozungumzia raf'ul yadaini, kunyanyua mikono miwili, ala rukbataini, juu ya magoti mawili, nambari 874. Hiyo ni kwa Abu Daud.